tukaweze kufuatiliza ujumbe huo siku ya leo. Nilikuwa naenda kuandaa ujumbe, lakini ninapouandaa nakuta Mungu ananielekeza katika hiyo njia ambayo tumefuata Jumapili mbili ambazo zimepita. Bwana Yesu asifiwe. Kama mnaweza kumbuka ile Jumapili ya kwanza ambapo tulikuwa hapa, tuliongea kuhusu kuvunja madhabahu na kazi zote ambazo zinatuzuia, mila zote, dhambi zote ambazo zilifanywa huko nyuma na wale ambao walikuwa mbele zetu, aidha wazazi, aidha wazee ambao walitangulia mbele zetu, na tukafanya kazi kubwa katika ibada hiyo. Nayo Jumapili ambayo ilipita, mliona Mungu akituelekeza kuhusu denouncing gatekeepers, ama kukataana na kupinga wanaokaa kwa marango kuzuia tuweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na tukanenewa kwa njia ya ajabu kuhusu wazee 25 ambao walikuwa wanakaa kwa malango ya Israeli. Hata Roho wa Bwana akamtokea Hezekia akamwambia tabiri ya kwamba hawa watu wasikoseshe watoto wangu tena. Bwana asifiwe. Na tukaona wakati Hezekia alikuwa anatabiri, mojawapo ya wale wazee 25 alikuwa anaitwa Pareshia akakufa. Haleluya. Kwa sababu walikuwa wanazuia watu na wana wa Israeli kutenda mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ulifikiria nini kuhusu neno hilo, lakini kuna watu ambao huwa wanazuia wengine kutenda mapenzi ya Bwana, wengine kuokoka, wengine kumtumikia Bwana, wengine kuona mwangaza. Wanapoona kwamba unaenda kuona mwangaza, wanajaribu kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio tulikuwa tunahimizwa na neno la siku ya Jumapili ya kwamba tukataane na maagizo na maneno yao. Madhani ya Rogosho. Siku ya leo, let us pass. We have an awaiting destiny. Wacha tukaweze kupita. Tuna mahali ambako tunaenda. Tuna hatima kubwa ambayo inatugojea. Wakati ambapo shetani anajua hatima yako ambayo inakugojea huko mbele, kitu cha kile ambacho huwa anafanya kuzuia usifike katika hatima hiyo ni kuweka vizuizi kila pahali. Anajua ya kwamba kuna kitu kinakungojea 2026 kabla hatujaumaliza mwaka. Anajua ya kwamba kuna mipango ambayo Bwana amepanga ya kwako, ambayo imepitishwa na kamati ya mbinguni na ikapigwa muhuri ya kwamba lazima ikufikie. Na kwa hivyo kazi kubwa ambayo adui huwa anafanya ni kuinua upinzani, ni kuinua upingamizi ili wewe usiweze kufikia hatima yako. Na siku ya leo neno tumelipatia kichwa, let us pass, we have an awaiting destiny. Ama wacha kubarisha tukapite, tuna hatima kubwa ambayo inatusubiri. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Hesabu mlango wa 21, Hesabu chapter number 21, tusome tu mistari kidogo. Kwanza mstari wa 21 hadi wa 24. Ni wakati wana wa Israeli wako katika safari yao ya kuelekea Kanani. Wanakutana na watu ambao wanazuia wapite. Na nilipokuwa nasoma neno hili lilikuwa linanipendeza, maana wana wa Israeli wanawaambia kubarisheni tupite, tuenende mahali ambako tunaenda, hatuna shida na nyinyi. Ile njia ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapita ilikuwa katikati ya hawa watu. Wanasifiwe. Kuna wakati njia za destiny zetu zinakuaga katikati ya watu fulani. Mwadhani anawasu. Bila hide kina shakula to tonyumela. Kana kulega ya tutwara. Shikola goshi moko ine mado matigani. Mwadhani anawasu. Sasa Israeli shiradi Kanani no kulia maliga na niga makinya Kanani. Ni mali ikora njira-inĩ ciao kwina andũ na no nginya mehere nigetha mahĩtũke. Bwana asifiwe. Napendezwa na neno hili. Tutasoma Numbers chapter number 21 verse 21 to 24. Wanawaambia kubarisheni tupite na hatuna shida na nyinyi, lakini tazama wanakataa. Bwana asifiwe. Wanakataa. Dari 21 kama ni 21 tutasoma tu na Kikuyu kwa sababu baba zangu ama baba yangu na
mamangu wako hapa na singependa wakawezi kuachwa nyuma. Barika manigatirere na Waisraeli makirekia ndugu Sihoni muthamaki wa Aamori makamwire atirere reke duikanirie bururi-ini waku na tutikerura migunda-ini ya irio kana ya mithabibu na tutikunywa mai ma ithima no tukugerera njira iria nene ya gitwari o nginya tuhituke muhaka wa bururi waku. Busikiza mstari wa 23. No Sihoni ndaigana gwitikiria Aisraeli mehitukire kana mahitukire muhaka-ini wa bururi wake, no riri nikugania oganirie andu ake othe hamwe akiumagara o nginya weru-ini agokirire Aisraeli agigikinya Jahazu agikirwa na Aisraeli na Waisraeli makimuhura na hiũ cia njora makimunina. Mwathani arogocu. Wana wa Israeli wanamwambia mfalme Sihoni wa Amori, kubalisha sisi tupite, hatutakuza vitu vyako. Sisi tuna mahali tunaenda, lakini mahali tunaenda lazima tupitie kwako, maana hapo ndipo njia iko. Kwa hivyo anamwambia kubalisha sisi tupite. Lakini Biblia inasema kwamba mfalme huu wa Amori akakataa. Na anapokataa anaenda anawainukia, anaenda kupigana na wao. Lakini kile ambacho mfalme huyu hakujua ni kwamba wale anaenda kupigana na wao wako na Mungu ambaye anawapigania. Bwana sifiwe. Na nikio hiki kwiraga ni ufati kumbia na kamweteo kidogo wamenya Ngai ni okorwagirira. Ukijua tu Mungu ndiye anakupigania vita vyako. Wakati mwingine hata ukikanyaga huku barabara nikutane na wewe ukikanyaga na nguvu zitakuuliza. Maana najua unakanyaga hivyo si kwa sababu kuna pesa, si kwa sababu wewe ni mrembo, si kwa sababu wewe ni tajiri wa familia yenu, lakini kwa sababu unajua kuna Mungu anayenipigania. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Sihoni anaombwa na wana wa Israeli kubarisha tupite, sisi kuna pahali tunaenda tutiguka na huku kwako. No njira itoe kwako. Mwathani arogocu. Kwa reke tuhituke ije tuingie. Lakini yeye akakataa. Na kukataa kwake kukamletea maafa makubwa. Maana Biblia inasema kwamba alipowainukia Waisraeli awapige, Waisraeli wakawakatakata, wakawapiga, wakawamaliza wote. Maana walikuwa na Mungu alikuwa anawapigania. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu ambayo tunaishi, nilipokuwa nasoma neno hili Mungu alikuwa ananiambia kuna watu wengi sana wanateseka na wanaumia huko nje kwa sababu walifanyika kizuizi kwa watu ambao wako na Mungu, wakajaribu kuzuia wale watu wapitie ama wapite waende mahali ambapo Bwana anakusudia kuwapeleka. Kuna watu wanateseka, wengine wako kwa vitanda ni wagonjwa, wengine wamekutwa na maafa tofauti, wengine tu wameachiliwa ajui awasumbue na wasabaratishe kwa sababu walifanyika kizuizi cha watu wa Mungu, wakajaribu kuwazuia kuenenda kufikia destiny zao. Bwana Yesu asifiwe. Kaya kimanya mali na kreka madeni kema. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hata kama Sihoni mfalme huyu ambaye ametajwa katika Numbers 21:21, hata kama alizuia, si ya kwamba safari ambayo Mungu alikuwa anapelekana na wana wa Israeli ilisimama. Mwadhani ya roho sana. Safari ya Ngai kana yasema Israeli na Ngai ndiarogamire ati tondu tuciao ni sharega mahitokireko. Kuna safari katika maisha yako ambayo haitasimamishwa na mpingamizi wa adui zako. Bwana sifiwe. Kuna safari ambayo Bwana ameanzisha kwako ambayo haitasitishwa na kuzuiliwa ama kuambiwa wewe utapita hapa, wewe hutatumia njia zetu ama utatumia vifaa vyetu, enenda na njia zako. Hawatazuia mapenzi ya Bwana katika maisha yako yatimie. Kile kitafanyika kwao ni wao watapoteza. Wakifikiria ni wewe utapoteza, wao ndio watapoteza. Mwadhani ya roho. Huwa napendezwa na neno la Bwana wakati ambapo Mordekai anagundua ya kwamba Hamani anataka kuwaua Wayahudi. Anamuendea
Esther, ama anamwendea Esther, ambaye tunajua Esteri alichaguliwa kuwa malkia wa mfalme Ahasuerusu wakati Vashti alijawa na maringo. Esther akachaguliwa kati ya wasichana wote walioletwa mbele za mfalme, akafanyika malkia wa mfalme Ahasuerusu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo Mordekai anagundua ya kwamba kuna njama ya Wayahudi kumalizwa na Hamani, anamwendea Esther, anamtumania kwa barua, anamwambia kwa sababu umefanyika malkia wa mfalme, tusaidie. Tuna maadui huko wanataka kutumaliza. Hamani amepanga njama kumaliza Wayahudi wote. Na Mordekai anapomtumania Esther, anamwambia haujui kama Mungu alikufanya uwe malkia wa mfalme kwa sababu ya wakati kama huu. Atetoe kana gaya tumire wete kyo twike mutumia wa mudhamaki ndio wakaita taraka ugatedia Yahudi. Mordekai alishoka kiongera ulitogoba mafungua katika na nini katika kitabu cha Esther mlango wa 4. Alishoka kiongera au akiwera treli. No menye waga gogoteja, na wakati mwingine unakuwa na nguvu, my brother na my sister. Mimi nataka kuinua watu wako na nguvu za kuovercome, nguvu za kushinda na si nguvu za kuogopa ama uoga. Mordekai anamwambia Esther kwa barua, haujui kama Mungu amekuinua, amekufanya malkia kwa sababu ya wakati kama huu, tusaidie. Lakini hata usipotusaidia Mungu atafanya msaada wetu utoke mahali pengine. Na wewe ambaye ilikuwa utusaidia ukakataa, hautakuwa mahali pazuri. Hivyo ndivyo Mordekai. Hebu tusome mlango wa 4 kitabu cha Esther mstari wa 12. Mahali hapo. Umefika pale Esther chapter number 4. Esther number 4. Anamwambia waziwazi, usipotusaidia Mungu atafanya msaada wetu utoke mahali pengine. Na kuna mtu alikuwa ameimba wimbo kama huo kitambo, sijui alienda wapi. Alikuwa anasema walega kudeithia kaine gutuma uteithio wakwa umeandu hangi. Walega kudeithia kaine gutuma uteithio wakwa Mtu alikuwa anaimba wimbo kama huo, nakumbuka kitambo. Natumai alikuwa amesoma hapa Esther mlango wa 4. Katika jina la Yesu, kama umefika hapo, Mungu akubariki. Somaga kanatho magamu muhari wa 12 na muhari wa 14 ni wanaita ya Yesu. Natafuta kwa Biblia ya Kikuyu kwa sababu ya lugha nzuri ambayo labda itaweza kufikia watu wengi. Ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Esther, in the book of Esther, chapter number 4, verses 12 and 14. Na Mordekai akiheo uhoro ucio waritio ni Esteri, hĩndĩ Mordekai akĩmera macokerie Esteri ũhoro ũyũ atĩrĩrĩ, menya wĩcirie atĩ wee nĩwe ũkahonoka na Wayahudi arĩa angĩ othe more nĩ ũndũ atĩ wĩ kwĩ nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ wee ũngĩkira ki ihinda-inĩ ta rĩrĩ, Ayahudi nĩmekuona kĩhonia gĩthethũkĩte kuma na handũ hangĩ ona mahonokio. No rĩrĩ, we mwene na nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no ũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Esteri agĩkĩmera macokerie Mordekai ũhoro ũyũ. Hapo ndipo Esther anakubali kuwasaidia. Hapo chini Esther anajibu Mordekai ya kwamba waweze kufunga na kuomba, wamuombee, wavae magunia na nini siku 3, alafu anapoenda kusimama kwa mfalme wawe wameomba. Amekubali. Bwana sifiwe. Lakini angalia, anaambia Mordekai anamwambia tusaidie, tunamalizwa.
Na usipotusaidia usifikirie wewe utakuwa mahali pazuri. Sisi tutaokolewa na Mungu kwa njia nyingine. Lakini wewe ilikuwa utusaidie ukakataa, wewe na nyumba yako hamtakuwa mahali pazuri. Unaweza fikiria juu uko kwa mfalme umefanyika malkia ya kwamba hauwezi fikiwa huko. Lakini utashangaa hivyo ndivyo Mordekai. Na ninapendezwa na Mordekai ndio alikuwa anaongea roho ya Bwana. Maana hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Haleluya. Gai ni atile ya wake. Na gai ya tulahadu wake. Siku ya leo tuliongea kuhusu kwamba ruhusu tupite tukaendeje mahali ambapo Bwana anatuelekeza. Ni kwamba kuna watu wengi ambao badala ya watusaidie kufikia destiny wamekuwa vizuizi vya destiny zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hao sasa tunawaambia msipotusaidia. Haleluya. Maana ni alawasi. Msipotusaidia au kutuondokea tupite, bado Mungu atafanya njia kutoka ama atatengeneza njia zingine na bado sisi tutaendelea na safari. Lakini ole nyinyi, ole wao waliofanyika wakuwe msaada wako, wakakataa, wakafanyika kizuizi. Haleluya. Wao wataangamia. Mordekai alela Esteri, we na nyumba yako nguo ona we kwa muthamaki ni guthira muguthira no ithuĩ Ngai nĩ gũtũma ũteithio ume handũ hake. Mwathani arogoce. Ngai nĩ ahonokagia andũ ake na nĩ atwaranaga na andũ ake. Lakini katika safari ambayo tunaenenda, wale ambao wako kwa njia zetu, wale ambao wanazuia tufikiane na kile Bwana amekusudia tukafikiane, either waondoke kwa njia ama Mungu aweze kuangamiza na safari iweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo ombi ambalo Bwana ananihimiza ukaweze kuliomba wiki hii. Ya kwamba huyu mtu alifaa akusaidie. Hawa watu walifaa wafanyike msaada kwako. Lakini badala yake wakafanyika kizuizi. Badala yake wakafanyika shida. Mordekai anamwambia Esther, Mungu atafanya msaada wetu utoke mahali pengine, lakini wewe utakuwa mahali pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukutuma ukafike kwa destiny yako kuanzia siku ya leo. Kitu ambacho kilizuia hao ambao walisimama kama hawa Waamoni, na tunakuja kwamba Waisraeli wanamuendea mfalme Sihoni kwa upole, wanamwambia hivi tunapohetoka tukohetoka, ona nikondea midafifo ya nyuto tikwingira kuria, ona tutigukero kwa nyukore indo cianyu ithuĩ nĩ gũthiĩ tũthiĩte kũrĩa Ngai atũtwaraga, no kũrĩa tũrathiĩ tũragerera kwa njĩra ya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kubalisheni tupite. Lakini badala ya kukubalisha wana wa Israeli wapite, yeye anawaambia hapana. Anaenda anachukua chama, wanakuja kuwapiga, wakiwa wamesahau ya kwamba wanakuja kupigana na watu ambao wako na Mungu na wao hawana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo furaha wapendwa tunafaa kuwa nayo, ya kwamba labda wale ambao wanasema hautapita hapa hawana Mungu hata 0%. Wewe uko na Mungu hata kama hujafika na 100%, labda umefika percentage ya 70% na kwenda juu. Lakini angalia kamnyonge kanasema ndio leo doge kadole kodogedi, hakana Mungu hata 0.00%. Bwana sifiwe. Wakati ambapo Mungu atainuka kukupigania, huyo aliyesimama kuzuia destiny yako, huyo ambaye alisimama kuzuia wewe usiendelee, kama hata kubadilisha upite, kama hata kubadilisha njia zako ziweze kuwa shwari ukapite, Mungu kama vile alipigania wana wa Israeli. Sio ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wengi, sio ya kwamba walikuwa na wanajeshi wengi kuliko Waamori, lakini ni kwamba walikuwa na Mungu. Waamori hawakuwa na Mungu. Bwana sifiwe. Aliposa nikakwambia nikikutana na wewe barabara ukiringa kidogo na nijue tu unakanyanga na nguvu na tumaringo juu unajua uko na Mungu, sasa hiyo hatutaulizana. Haleluya. Todo wale mena ageka. Nimamenya kwa Ngai ageka ndini wametulea. Na kwema odo mataki mama kia. Haijalishi Sihoni anasema hatutapita. Haijalishi Waamori wanasema ya kwamba hatutapitia kwao. Bwana sifiwe.
Tutapita kwao wapende wasipende, na watatuona tumeingia Kanaani, na hata hawatatuona maana wataangamia. Hawa hawakuona Waisraeli wakiingia Kanaani. Matikoma ugaga yake manina othe. Kana Israeli makimanina othe matokoletio lengo kwa gai. Dini mareto ya Yesu. Let us pass. Wateni tupite. Kuna hatima yetu inatugoja huko. We have an awaiting destiny. All these obstacles, all these people that are hindering you from prospering, from growth. Hapa ndio Mungu na kupitia Roho wake anataka kudiru na wao ili wewe ukaweza kusimama katika jina la Yesu. Kuna watu wanaweza kuwa wanacheka na wewe. Kuna watu wanaweza kuwa wanakuonyesha wanakupenda. Kuna watu wanaweza kukuonyesha ya kwamba wako karibu sana na wewe. Lakini kwa njia moja ama nyingine wanafanyika hypnosis to your prosperity. Lakini Mungu anasema atawaondoa na wewe utaweza kusimama katika jina la Yesu. Haleluya. Walifanyika, walitumwa na Bwana, wakaambiwa shika hii barua ya appointment, upelekee Pastor Kirofi, mwambie kesho aingie kazi kwa kampuni fulani. Wakaenda wakairarua, wakaenda wakachoma ili nisingie kazi. Mungu atafanya msaada wangu na wako utoke mahali pengine. Lakini wale wao waliotumwa kwako, waliotengenezwa na Mungu wafanyike destiny connector wako, wakakosa kutimiza hivyo. Biblia inasema kwamba Mordekai akamwambia Esther, wewe na jamii ya babako hamtakuwa mahali pazuri, lakini sisi ambao umekataa kusaidia, Mungu atatuma msaada ukatoke mahali pengine. Haleluya. Kayo tomote ndio umekona. Na we kwa kayo ugete ukia. Ukije dini wale kwa Yesu. Napendezwa na Mungu wakati wa Gideoni. Anaambia Gideoni, nitakutumia kushinda hawa maadui. Lakini hawa watu uko na wao ni wengi. Ni ukienda na wao vita, halafu nimekusudia kukupa ushindi, uende ushinde vita hizi ukiwa na wao, watarudi nyumbani wakiringa. Watarudi nyumbani wakisema ni nguvu zao zimewasaidia washinde. Na hiyo ndio sababu Mungu anamwambia Gideoni, ambia hawa watu wale ambao wako na uoga na wale ambao wameoa jana warudi nyumbani. Bwana sifiwe. Wakarudi kundi la kwanza. Pale Mungu akatazama akamwambia, ona liwa dua ya leji. Hapo ndipo mara ya pili anamwambia, wapeleke kwa mto. Wale watakunywa maji vizuri, sawa, utatembea na wao. Wale watakunywa, watainama wakunywe kama ng'ombe, waambie warudi nyumbani. Na Biblia inasema kwamba kati ya watu 32,000 ambao walikuwa wameamua kufuatana na Gideoni kwenda katika zile vita, wale watu ambao walikubali tu kukunywa maji vizuri kwa mikono walikuwa tu ni watu 300. 31,700 wakarudi nyumbani. Sasa Mungu alipoona kwamba wamebaki hawa 300 peke yake, akamwambia Gideoni, sasa nitaenda na wewe. Haleluya. Yaani angalia wakati mwingine vile Mungu anafanya kazi. Anakataga 2,000 soldiers of Israel. Na sababu ni kwamba anamwambia Gideoni, nile duite niko kwa hiyo hotanio na wadi wewika. Na wadi naya. Matikuino kama kiho shagaletu wale akwa. Mekuino kama kiugaga niyo ikiwa hao. Kana nisho kashi hao. Kaya kimira, wapi warudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine, kuna wakati Mungu atakuondosha kwa watu wengine ili akubariki kama hawapo, wasikaseme ya kwamba tulimsaidia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Matikane gai angekuosho. Matikane gai angekubariki. Katika safari hii baada tunatembea ambapo Bwana ndiye kiongozi wetu, na ambapo Bwana ndiye msaada wetu, ni vizuri tuendelee kujua ya kwamba vizuizi vyote tukisimama kwa imani, qualification tu ya kuweza kujua ya kwamba obstacles zote hazitakudhuru. Qualification ni ushirika wako na Mungu. That is the only qualification that you need to have. And when you have this qualification, you ought not to worry because of their sin, because of their plans. Haufai kuogopa, maana unajua mimi nimehitimu, mimi ni mwana wa Mungu.
hawezi kuniachilia mikononi mwao. Mimi ni mtoto wa Mungu. Hata kama waweza kuonekana giza sasa, najua pale kuko sawa. Hata kama Waamori wanasema sitapita hapa, Bwana ako pamoja na mimi. Madhani ya Yesu. Mungu atanipigania katika jina la Yesu. Mika 2:13, Mungu atatengeneza njia. Mungu atatengeneza njia. Waliziba ya kwanza, walifunga wakaweka mimba, walifunga wakasema hautapita. Kai ni ngondeka jiregi tini waritu wa Yesu. Mwadhani ya Yesu. Sifungue na nini Mika? Mika ni one of the minor prophets. Kuna hawa manabii ambao wengine walikuwa ni wakubwa, wengine wadogo. Mika was one of the minor. Minor ni kusema wale wadogo. Na tutaweza kusoma Mika 2:13 katika jina la Yesu, na tutabarikiwa. Mika imepakana na kitabu cha Yona, na tutasoma na Nahum huko mbele. Mstari wa 13 Mika 2, Biblia inasema ya kwamba mu maturekeria njira ni muthiu mbere yao amatogorie nao nimoinukite makoima kihingo-ini magethira muthamaki amatogorie nao nimoinukite makoima kihingo-ini magethira muthamaki wao ni muhituku akamathie mbere na ke Jehova niwe umatogoretie. Mwana ni Yesu. Jehova niwe umatogoretie. Angalia vile inaanzia na kusema mumaturikiria njira ni muthiu mbere yao kukuhikani muturikia wa njira ako mbele. Bwana sifiwe. Napendezwa na baba huwa nakumbuka neno ambalo tulipata kwa mkesha wa 2024 ya kwamba Mungu ataenda mbele zetu, ondoe wa majebuzi, wa Gelasi, wa Meleki, hawa wote ambao wanazuia tukafikiane. Mungu atatangulia. Hapo unaona Mika pia anatabiri. Anasema ya kwamba yule ambaye anatengeneza njia tayari yako mbele, sisi tunafuata nyuma yake. Haleluya. Madhani ya Roho. Sikubalishe tu nimalize na Waefeso 2. Ni vizuri tukaweze kumalizia na Agano Jipya. Mstari wa 13. Yesu Kristo alivunja ukuta uliokuwa unazuia tukaweze kupata upenyo. Ephesians 2:13-16. Nole thini wa Kristo Jesu re inyuere ni mwa raihereirie na ni mureharehetwo hakuhi ni undu wa thakame ya Kristo. Niwe thayo witu awe watumire ithuĩ twari eri tutuĩke oro ũmwe, agĩgĩtharia rũhirigo rũrĩa rwatũkanĩte kana rwatũhakanĩtie naguo ũthũũri, akĩũnina nĩ ũndũ wa mwĩrĩ wake. Naguo ũguo nĩ ta kuuga atĩ nĩaninire watho ũrĩa wa maathani marĩa matuĩtwo, agĩkĩrĩka ũguo nĩgetha ombe thĩinĩ wake mwene mũndũ ũmwe mwerũ umĩte harĩ acio erĩ, na maciarithanagie kana amaciarithanie ũguo, na ningĩ nĩgetha tũme matuĩke mwĩrĩ ũmwe, amaiguithanie na Ngai nĩ ũndũ wa mũtharaba, tondũ wa ũrĩa aninĩte ũthũ naguo. Mwathani arogocwo. Neno linaongea kuhusu Yesu Kristo ambaye aliondoa hizi baria zote ambazo aliondoa chuki, ambaye aliondoa vizuizi vyote ambavyo vilikuwa vinazuia. Angalia vile Paulo anaambia Waefeso ya kwamba hapo mbeleni tulikuwa bali sana, tulikuwa tu tunafungiliwa, tulikuwa tunazuiliwa. Waamori wakisema hatutapita, hatupiti. Wagerasi wakisema hatutapita. Mfalme Baraki anaposikia tunakuja anaendea Baramu atulaani. Yani tulikuwa na shida. Lakini Yesu Kristo alipokuja
akatuleta karibu sisi tuliokuwa mbali. Na sasa huwa tuna shida kwa sababu sisi tumempokea Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu na ambaye anaondoa hizi vizuizi vyote, na ndiye anayetutengenezea njia, na ndiye anayetuongoza kwa nguvu za msalaba. Ametoa chuki yote, ametoa nguvu zote za giza, na sasa tunaweza kutembea salama. Bwana Yesu asifiwe. Kazi kubwa ya msalaba. Napendezwa na neno ambalo huwa linasema kwamba wakati mpanzi alienda akapanda mbegu, sijui Matthew chapter number, I think Matthew chapter number what? Chapter number 13 verse 24. Wakati ambapo alijua kuna mpanzi amepanda mbegu nzuri, na yeye akakuja usiku akaweka mbegu mbaya. Mwadhani aongoze. Na wale watu walipoona zinamea, wakajua kuna mbegu mbaya zinamea pamoja na zile nzuri, wakamwendea mwenyewe wakamwambia, si tulipanda mbegu nzuri kule kwa shamba, sasa tunaona kuna mea na magugu na mbegu zingine ambazo si nzuri. Mwenye shamba akawaambia, wacheni zikue pamoja. Kuna wakati unakuja zitawekwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unakuja zile nzuri zitatenganishwa na zile baya, na zile nzuri hazitaharibiwa na zile baya. Mwadhani ya kumi. Tukuragira uruine munene thini wa thino tuikaraga. Na thini wa bũrũri. Tukuragira gatagatĩ-inĩ ka mbegũ njũru. Tukuragira gatagatĩ-inĩ ka njega na njũru. No mani atirĩrĩ, twina Jesu Kristo ũrĩa tũtigithũkanagia na ũrĩa wĩkĩraga ũtiganu gatagatĩ ka mbegũ ĩrĩa njega na mbegũ ĩrĩa njũru. Mungu atusaidie sana. Na Mungu atupatie nguvu za kujua ya kwamba hakuna kizuizi tukiwa na yeye, kama vile alikuwa na wana wa Israeli, kama vile aliwatangulia na akawaongoza, na hata Sihoni anapokataa wapite, yeye anawapatia nguvu hata kama walikuwa wachache, hata kama walikuwa si wengi kama Waamori. Mungu anawapatia ushindi na Waamori wanamalizwa na safari inaendelea. Bwana atamaliza kile kinazuia safari yako iendelee. Bwana atamaliza kile kinazuia wewe ukafike katika hatima yako, wewe ukafike katika mahali ambapo Bwana alikusudia ukaweze kufika, katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja akasema amen. Gaime tokwenda gugutia nitondũ nĩtũkwendete, tukwenda gũcokeria ngatho nĩtondũ nĩwaria na ithuĩ. Korwo citũ tũgũkũhingũrĩire Ngai wĩkĩre hinya mwerũ na kiugo gĩaku kĩandĩkĩke kuo. Thengiũ nĩ tondũ nĩkĩaingĩra na hinya mũnene, na watwĩra Ngai gũtiramakania arĩa maugĩte tũtigũthiĩ na mbere. Ngai witũ wĩ hamwe na ithuĩ, no tũrĩthiĩ na tũkinyanĩre ũrĩa wendete. Nĩtwagwĩtĩkia mũno gũkĩra ũrĩa tũragwĩtĩkĩtie mbere ĩyo, nĩtwakwĩhoka mũno makĩria ona gũkĩra mbere. Ngai witũ kuona mawĩko marĩa waneka na mawĩko marĩa wĩkĩte na makandĩkwo kiugo-inĩ gĩaku, korwo citũ ciagĩa na hinya wa kũmenya nĩtũgũtoria, na atĩ Jehova kũrĩa ugĩte nĩtũgũkinya nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Reke kiugo gĩkĩ kĩandĩkĩke thĩinĩ wa ngoro citũ, kĩandĩkĩke gĩtũteithie gũgũkuhĩrĩria, gũkũmenya, gwĩka wendi waku, ona gũtwarana nawe rĩu tene na tene, ũtukũ na mũthenya. Sifa zote Bwana, heshima na utukufu zikurudie. Hakuna aliye na uwezo na mamlaka kama zako Bwana. Tunakupenda, ulitupenda kwanza, ukatutafuta, ukatuchagua. Tulikuwa Bwana tumeshikwa mateka na adui, Baba ukatunyang'anyana katika ufalme huo ambao ulikuwa umekusudia kutuangamiza, ambao ulikuwa umekusudia kutumaliza. Baba ukaturehemu na ukatuokoa. Tunainua jina lako, tunakupa sifa Bwana, tunakupa utukufu Mungu, na tunalishukuru jina lako zaidi ya pale Bwana mwanzo vile tulivyokujua. Sasa tumekujua kwa njia ya upana. Wapendwa hawa Bwana, neno hili likafanyike msaada kwao. Shetani ambaye hapendi kuona neno kama hili likiingia katika mioyo ya watu wako, ninamkemea, nakemea nguvu zake, nakemea maroho zake, hazina uwezo. Hawa wapendwa wakawekwe huru, na neno lako likaingie ndani yao, likachome kama mkuki, na likaandikike katika mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ninaomba na hata kuamini. Amen, amen, and amen. Bwana awabariki sana.